Je, umewahi kusikia kuhusu msichana ambaye uzuri wake ulifanya wanaume wa kijiji kizima kumpigania? Lakini hakuna aliyejua kuwa ujio wa kijana mmoja mgeni ungebadilisha maisha yake milele. Karibu kwenye simulizi ya kusisimua ya Mrembo wa Kijiji. Usiondoke hadi mwisho, kwa sababu siri kubwa itafichuka ambayo itakuacha ushangae. Mrembo aliyebadilisha maisha ya wanaume wa kijiji chote. Karibu kwenye MK Story TV, na kama unapenda masimulizi ya mapenzi, drama na siri, basi hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili usipitwe na simulizi hii hadi mwisho, lakini pia usipitwe na simulizi zingine. Basi nikukaribisha moja kwa moja na tuende tukaianze pati yetu ya kwanza. Bila kupoteza muda, basi moja kwa moja nikualike na nikukaribishe ndugu msikilizaji, tuende tukaianze story yetu hii. Kulikuwa na kijiji kizuri kilichoitwa Mwembeni. Kijiji hicho kilijulikana kwa mashamba yake makubwa na watu wenye upendo. Lakini kulikuwa na jambo moja ambalo kila mtu alizungumzia kila siku. Jambo hilo lilikuwa msichana mmoja aitwaye Zawadi. Zawadi alikuwa mrembo kupita kawaida. Uzuri wake ulivuka mipaka ya kijiji. Watu kutoka vijiji vya mbali walifika kumuona. Lakini pamoja na uzuri wake, alikuwa na moyo wa huruma. Aliishi na mama yake pekee tangu baba yake alipofariki miaka mingi iliyopita. Hapa ndugu msikilizaji, tunamwona binti yetu mrembo Zawadi, ambaye bwana, pamoja na uzuri wake, urembo wake, lakini alikuwa ni mtu ambaye anaishi na single parent, yani mama, baada ya babake kufariki miaka mingi iliyopita, yani akiwa mdogo. Basi maisha yao hayakuwa rahisi. Walijitahidi kila siku, kulikuwa na kuuza mazao ili kujikimu. Siku moja, wakati Zawadi akitoka sokoni, aliona gari kubwa likisimama katikati ya barabara. Limeharibika. Ndani yake alikuwemo kijana mmoja mwenye sura ya upole. Jina lake lilikuwa Adriani. Adriani alikuwa mtoto wa bilionea mkubwa sana, lakini hakuna mtu jijini aliyelijua hilo. Alikuwa amekuja kwa siri kutafuta maisha ya kawaida mbalimbali na mbali na utajiri wa familia yao. Adriani alijaribu kuwasha gari, likakataa. Akatoka nje akiwa amechoka. Ndipo macho yake yakakutana na Zawadi. Kwa sekunde chache wote walitazamana. Adriani alihisi moyo wake ukidunda kwa nguvu sana. Hakuwahi kuona msichana mzuri kama huyo. Basi Zawadi naye alishangazwa na tabia ya Adrian. Hakukuwa na majivuno usoni mwake. Basi Zawadi akamwambia Adriani, "Samahani, naweza kukusaidia?" Basi Zawadi alimuuliza Adriani. Basi Adriani akatabasamu akamjibu, "Oh, ningefurahi sana." Basi baada ya muda, Zawadi alimsaidia kupata fundi wa kijijini. Gari likatengenezwa,
Kabla ya kuondoka, Adriani akasema, asante sana. Basi naye Zawadi akamwambia, karibu. Basi Adriani akamuuliza, jina lako nani? Zawadi akajibu, naitwa Zawadi. Basi Adriani akamwambia, dada, una jina zuri sana. Basi Zawadi akatabasamu kwa aibu. Tangu siku hiyo Adriani alianza kutafuta sababu ya kurudi kijijini. Wakati mwingine alinunua matunda, wakati mwingine alitembea tu, lakini ukweli ni kwamba alitaka kumuoa Zawadi. Kadri siku zilivyopita, urafiki wao ukaongezeka, mapenzi yakaanza, na mapenzi yakaanza kujichipua taratibu. Lakini kulikuwa na mtu mmoja ambaye hakufurahia kabisa. Jina lake lilikuwa Juma. Juma alikuwa mtoto wa mkuu wa kijiji. Kwa muda mrefu alikuwa akimtaka Zawadi. Aliamini hakuna mtu mwingine aliyestahili kuwa naye. Alipoona Adriani ameingia katika maisha ya Zawadi, hasira zikamjaa. Basi siku moja Juma alimfuata Zawadi. Juma akamwambia Zawadi, nimekuambia mara nyingi nakupenda. Basi Zawadi akamwambia, samahani Juma, lakini sikupendi. Juma akakasirika. Akamwambia, au kisa huyo mgeni? Basi Zawadi akamjibu, si lazima nikupende kwa sababu unataka. Basi kauli hiyo ilimuumiza sana Juma. Akaondoka akiwa na hasira, lakini moyoni akaapa, akasema, kama si wangu hatakuwa wa mtu mwingine. Wakati huo huo, Adrian na Zawadi walizidi kuwa karibu. Siku moja walikaa chini ya mti mkubwa kando ya mto. Basi ndugu msikilizaji, kuna tangazo kidogo litapita hapa. Basi ndugu msikilizaji, unaiona hiyo profile ya channel ya MK Hunter TV? Basi isearch kama ilivyo MK Hunter TV, nenda ka subscribe channel hiyo. Na basi ni channel nzuri na ina vitu vizuri na ina comedy pamoja na series. Basi baada ya mapumziko mafupi tuendelee na story yetu. Walikaa chini ya mti mkubwa kando ya mto. Walizungumza kwa muda mrefu. Basi Adriani akamwambia, akashindwa kuongea mshikaji. Basi akabaki akamwangalia Zawadi. Basi Zawadi akamuuliza, Juma, mbona unaniangalia sana? Mshikaji akamwambia, kuna jambo nataka nikuambie. Basi Zawadi akamwambia, niambie. Basi jamaa akamwambia, tangu siku ya kwanza nilipokuona maisha yangu yamebadilika. Basi Zawadi akatabasamu, moyo wake ukajaa furaha. Lakini kabla Adriani hajamaliza kuzungumza, ghafla sauti kali ilisikika nyuma yao ikisema, ondoka mbali na msichana huyo. Waligeuka. Basi alikuwa yule mshikaji mwenye wivu Juma, na hakuwa peke yake. Alikuwa ameongozana na vijana watatu wenye sura za hasira. Adriani akasimama. Mshikaji akauliza, bwana, kwani tatizo ni nini? Juma akamwangalia kwa macho ya chuki.
akamwambia, una nafasi hapa, Zawadi ni wangu. Zawadi akasema kwa hasira, mimi si mali ya mtu. Basi lakini Juma hakusikiliza hilo. Akasogea mbele huku akionyesha kuwa yupo tayari kufanya chochote. Adiani akagundua kuwa matatizo yalikuwa yanaanza, na hakujua kuwa huo ulikuwa mwanzo wa vita kubwa ya mapenzi ambayo ingebadilisha maisha yao yote na maisha yao wote. Basi kufikia hapa, ndugu msikilizaji wangu, ndio mwisho wa pati yetu ya kwanza. Basi hebu tujiulize maswali machache ambayo unaweza ukaniachia majibu kwenye comment. Je, Adriani atafanikiwa kuwa karibu na Zawadi? Na Juma atafanya nini ili kuwatenganisha? Ni siri gani Adriani anaificha kuhusu maisha yake? Basi ndugu msikilizaji, kama una idea yoyote, kama unaweza kuwa na jibu lolote ukafikiria, unaweza kuniachia hapo kwenye comment section nami nitasoma. Basi usikose Mrembo wa Kijiji part 2 kwenye MK Story TV. Basi kama umependa na unataka bwana part 2, unaweza kaacha kwenye comment ukaniandikia bwana part 2 kwenye comment. Na kama umependa simulizi hii pia unaweza kaniacha kwenye comment. Basi ndugu msikilizaji wangu, usisahau kusubscribe, kucomment na kulike, lakini pia unaposubscribe washa alama ya kengele ili usipitwe na simulizi hii. Basi moja kwa moja nikukumbushe ndugu msikilizaji wangu, usisahau kusubscribe channel hiyo unayoiona hapo inayopita hapo, ambayo inaitwa MK Hunter TV. Ni channel yangu namba 2, ni channel yangu ambayo huwa naweka comment pamoja na short film. Nimeshaanza na my wife, basi pita pale nayo pia kaisearch, isubscribe ili kuni support kijana wako na mimi pia niweze kutimiza ndoto zangu. Na kufikia hapa basi mimi sina la ziada, ni kukaribishe na ni kuombe usikose part 2 itakayo kuja hivi soon. Basi ndiye kusimulia story hii, langu jina ni MK, lakini mtayarishaji wetu ni dada yetu Agi. Basi nakupenda sana na usikose simulizi inayofuata. Basi ratiba zangu za kuachia hizi simulizi zangu ni, kama nimeachia leo basi hesabu siku 2, siku ya 3 na basi siku ya 4 nitakuja tena kuachia pati inayofuata. Asante.